na kama serikali tumetoa idhini ya interim certificate ya university yenu ya Eastern Kenya Integrated University. Furaha yangu zaidi ni kwamba nyinyi pia mnafanya bidii. Nimepata kujua ya kwamba mnaendesha ujenzi wa kanisa hilo, na mimi nimekubali ya kwamba nitakuwa mshirika wenu katika ujenzi wa university hiyo, kwa sababu university hiyo itatoa nafasi ya masomo kwa watoto wa taifa letu la Kenya. Sio wana ABC peke yao, lakini watoto wote wa kutoka makanisa zote, kutoka jamii zote, pembe zote za taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo mimi nawahakikishia kwamba nitakuwa mshirika wenu, tutafanya kazi hiyo kwa pamoja, na Askofu Ndambuki kama rafiki yangu atajua vile tutashirikiana kuendesha ujenzi wa university yenu. Vile vile furaha yangu ni kwamba nimekuwa hapa Machakos. Mbunge wetu wa hapa Bwana Caleb Mule ameongea yale ya maendeleo ya sehemu hii, na mimi nataka niungane na watu wa Machakos, watu wa Ukambani, kuwaambia ya kwamba mimi niliamua wakati mlipatia mimi nafasi ya kiongozi wa taifa letu la Kenya ya kwamba taifa letu la Kenya ni taifa moja. Jamii tulizonazo hapa katika taifa letu la Kenya ni jamii tumepatiwa na Mungu. Sehemu zote za taifa hii ni ya muhimu, na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa, hiyo siasa tutazivunja na tutahakikisha ya kwamba tuko siasa ya kuunganisha jamii zetu zote na maendeleo ipatikane katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu Wakenya ni moja. Kwa hivyo nimetengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na nikasema ya kwamba yale yanafanyika Rift Valley yatafanyika Eastern, yatafanyika Central, yatafanyika Coast, yatafanyika Northern, yatafanyika Western, yatafanyika Nyanza, kila sehemu ya Kenya, kwa sababu hatutaki tena siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Tunataka siasa ya kuunganisha watu wa taifa letu lote la Kenya, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Ukisoma Zaburi 130 mstari kwanza inasema ni vizuri jinsi gani ndugu ukiishi pamoja kwa umoja. Sehemu ya 3 kwa hiyo Zaburi 133 inasema pale penye umoja Mungu anaamurisha baraka. Tukiungana pamoja kama taifa la Kenya, Mungu atahakikisha kwamba tumebarikiwa na taifa letu litapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza wanawake wa imani, kina mama wa ABC, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuunganishe taifa letu la Kenya. Hapa Machakos, kwa sababu leo niko hapa baada ya mkutano huu, huyu Caleb mbunge wa hapa, tuko na shughuli na yeye. Kuna barabara waliniuliza tujenge hapa Machakos. Hapa Machakos tuko na barabara 8 ambazo zilikuwa zimekwama. Tumezikwamua, saa hizi inaendelea kujengwa. Tuko na barabara ingine 7 ambayo tumeanzisha. Moja yao ni barabara naenda kuanzisha saa hizi ya kutoka Magaveti kwenda kule Iyuni. Na tuko na barabara zingine 7 hapa Machakos. Hapa Machakos vile mmesikia mbunge wenu akisema, tumewapatia budget ya shilingi bilioni 35 ya housing, markets na hostels. Hapa Machakos
tunawajengea masoko 20 mpya. Kuna yenye inakaribia kukamilika, kuna yenye tunaanzisha, na mimi niliambia huyu mbunge wetu wa hapa Machakos Town, pia ile soko ya Machakos katikati hapa, ile ya town katikati, ni soko ya zamani sana. Mimi nimewatafutia pesa milioni 400 kuwajengea soko mpya ya Machakos Town. Tuhakikishe ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Nikisimama hapa, hiyo budget ya bilioni 35 kujenga nyumba 11,000 hapa Machakos County, kujenga soko 20 mpya na kujenga hostels ya watoto wetu pale kwa university, pale kwa TVET, kwa KMTC. Tunataka hapa Machakos watoto wetu 7,000 tutawajengea mahali ya kuishi ama hostels, ndio elimu iweze kuendelea kwa njia ya sawa sawa. Na sio Machakos peke yake tunafanya hiyo kazi. Kitui nilikuwa huko juzi, Makueni mimi niko njiani, kwa sababu tunafanya hiyo kazi sehemu hii yote wakati tunafanya katika taifa letu la Kenya. Na ni kwa sababu mimi naamini kwa umoja ya taifa. Ile siasa ya zamani ya kubaguana na uchuki na ukabila sisi hatutaki. Tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya. Vile vile nikiwa hapa Machakos, mbali na barabara, mbali na affordable housing, tuko na program ya stima, tuko na maneno ya maji. Tumeongea na hawa viongozi wetu wa hapa, tumeongea maneno ambayo inaendelea pale Konza City, kwa sababu tunataka kutumia teknolojia kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya kwenda mbele. Vile vile mimi nataka niwaulize kina mama ya kwamba kila mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kwenda shule. Tumeweka pesa nyingi kusomesha watoto wa Kenya, kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na wauliza kina mama, tumeweka pesa nyingi kusomesha watoto wa Kenya. Tumeajiri kwa miaka mitatu waalimu 1,100, tunaajiri waalimu wengine mwisho wa mwaka huu. Kwa sababu nimesema hatutaki mtoto aende shule akose nafasi ya kusoma. Every child in Kenya apate nafasi ya kusoma. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kujenga madarasa. Tumenyorosha ile program ya